mambo yako yatakwama, utafutaji wa fedha utalala, kazi imekuwa ni kazi, utamani kusikia habari za Yesu, umeona kazi ni bora kuliko wokovu. Nataka nikwambie mpendwa mtazamaji, natamani utambue ya kwamba kabla hiyo kazi Mungu alikuweko. Kabla hiyo kazi Mungu alikubariki kwa njia zingine za riziki. Lakini pamoja na hiyo kazi kuna wakati utaiacha. Ni wangapi walikuwa kazini leo wamestaafu? Ni wangapi walikuwa kazini wamelala mauti na wameacha kazi, walikuwa na vyeo vikubwa? Sio viongozi wakubwa katika ulimwengu, wamekuwa na mali, wamekuwa na vyeo, wamekuwa na nafasi nyadhifa kubwa za kimamlaka katika jumuiya, taasisi za umma na taasisi binafsi, lakini leo wamelala usingizi wa mauti. Natamani utafakari mwaliko huu ambao leo mimi nami nasimama katika njia panda, nasimama nikikualika ukubali kumpokea Yesu Kristo, ukubali kuipokea neema, ukubali kupokea karama ya Mungu ya uzima wa milele kupitia Yesu Kristo. Wakati wageni wameingia katika harusi, yuko mgeni aliingia, ni kweli, lakini kuingia kwake kulikuwa na mashaka kwa sababu ya muonekano. Aliulizwa, rafiki, wewe nao umeingiaje humu ili hali huna vazi la harusi? Biblia inasema akabaki mdomo wazi. Hata leo wako watu wengi tumeitikia mwaliko wa neema ya Mungu,